bila nyie sisi hatuwezi kupata mapato ya ndani. 2022 tulianza na milioni 700. 2023 tumeenda bilioni 2.2. 2024 tulienda bilioni 2.3. Kama mnavyojua hatukuweza kufanikiwa sana kwenye hilo zao kutokana na kwamba mvua ilikuwa nyingi na tumbaku nyingi zilikuwa zimeharibikia shambani kwa zile mvua za mawe. Lakini mwaka huu tumefanya vizuri sana. Nikaona hawa ndio wadau wanaoifanikisha halmashauri yetu. Kwa nini tusiwaite tuzungumze pamoja? Na lengo langu kuu la kikao hiki ni kuwashukuru. Pato limepanda kutoka bilioni 2 point kadhaa mpaka bilioni 3.8. Jambo ambalo binafsi yeye limemfurahisha, lakini hata sisi binafsi limetupa faraja, kwa sababu ni jambo ambalo ingeweza kuzungumzwa ama limekuwa likizungumzwa sana kwenye vikao tu vya halmashauri, madiwani na watumishi wa idara mbalimbali. Lakini kuja kutuambia jambo kama hili sisi wakulima, kwa kweli ni jambo ambalo amefanya la kipekee, halijawahi kutokea. Kwa hiyo pongezi nyingi tunampa. Kwa hiyo tumepanda vizuri. Tumetoka bilioni 2.8 wakati na ripoti Urambo. Sasa hivi mapato ya Urambo tumeyapeleka bilioni 4.6. Lakini kati ya bilioni 4.6, bilioni 3.8 ni sesi inayotokana na ushuru wa tumbaku. Vyama vya ushirika na wanachama wake kuhakikisha kwamba wanapopata huduma katika chama chao wauzie katika chama chao, na ndivyo ushirika unavyotaka, kwamba unapopata huduma ndiko unapoenda kuuzia mazao yako. Halmashauri kama halmashauri itaendelea kufuatilia kupitia viongozi wa vyama vya ushirika na mwanachama mmoja mmoja, na tutaenda kutoa ushirikiano pale ambapo tutapata taarifa kwamba baadhi ya wanachama wanatorosha, basi tutatoa ushirikiano kwa vyama hivyo ili kuhakikisha kwamba ile tumbaku haitoki nje ya chama na pia haitoki nje ya ushirika. Huu mwaka wa fedha 2025/26 tuko mwezi wa 12 sasa, lakini ile tuliopanga kupeleka mapato ya ndani kwenda kwenye miradi ya maendeleo tumepeleka yote kwa 100%. Hapa nchini halmashauri zote zinazokusanya chini ya bilioni 5 wanapaswa wapeleke 40% kwenye miradi ya maendeleo, 60% inaenda kutumika kwenye matumizi mengineyo. Ile 40% ya bilioni 4.6 tumeshaipeleka yote, imebaki sasa kwenda kuitumia. Kwa hiyo rai yangu watendaji, zile fedha zimeshafika kwenye kata zenu, naomba muanze kuchangamka mpaka ifikapo mwezi wa 3 muwe mmeshaitumia yote. Lakini kwenye hiyo 40%, 10% inaenda kukopesha wakina mama, vijana na watu wenye ulemavu kwenye makundi yao, wale wanaomba na tunawapa hizo fedha. Mpaka sasa hivi hiyo 10% nayo imeshatengwa kwa 100%. Kwa hiyo yale mapato tumeagawa vizuri. Tunaenda kujenga zahanati Ikonsenda. Tunajenga zahanati moja kwa moja, tunaanzia chini mpaka juu kwa mapato yetu ya ndani. Tunaenda kujenga hoteli ya kisasa pale karibu na polisi pale kwa chini pale. Hoteli ya kisasa tunaenda kuijenga kwa mapato yetu ya ndani. Lakini pia sasa hivi tumeshatenga fedha kwa ajili ya kujenga parking ya magari makubwa hapa barabara hii ya kwenda Kigoma, hiyo ya hapo. Kuna sehemu tumeshapata na tumepata kibali TANROADS, tunaanza kujenga ili malori yasipaki pale mnapopaita parking. Ile sio parking halali.